Karibu tena katika video nyingine moja ambayo ni tegemeo yangu kwamba itakuwa fupi kidogo. Nitajaribu kuifanya fupi. Na tumeangalia Qurani ya Abubakar, tumeangalia ya Uthman na tunaelekea kuangalia ya Al-Hajjaj. Lakini ile ya Al-Hajjaj inakuja nyuma kidogo na ninapenda kudokeza tu juu ya mapokeo ambayo pia yapo katika maandiko ya Uislamu. Tunapata picha ya kwamba kulikuwepo tuseme hadithi nyingi kuhusu mwanzo wa Qurani na nani aliyeandika Qurani ya kwanza na jinsi maandiko ya Kiislamu yalivyotumika mwanzoni. Kuna mwandishi mmoja ambaye ni Saif ibn Umar ambaye alikuwa anaandika mwisho wa karne ya 8. Yeye anasema hivi kwamba katika maeneo ya Syria kuna Qurani mmoja iliyotumika na ilikuwa ni Qurani ya Miqdad bi al-Ansar. Yeye Qurani yake ilitumika maeneo yale. Ukienda Kufa walitumia ya Abdallah ibn Masud. Ukienda Basra walitumia ya Abu Musa al-Ashari. Hapa ni Qurani 3 ambazo zinatumika katika maeneo 3 tofauti na yanatumika kwa muda mmoja, na hakuna ya Uthman hapa haitajwi. Kuna rejea zinazosema kwamba Ali ibn Abi Talib, yani ambaye alikuwa ni binamu na mkwe wa Muhammad, kwamba yeye ndiye alikuwa ni wa kwanza wa kukusanya Qurani na kuiweka katika maandiko. Na wanaosema hivyo si watu wa hivi hivi, ni Abu Daud, ni Hajar al-Asqalani. Hao ni watu wa maarufu, na kuna wengine pia ambayo wanataja hiyo kwamba yeye alikuwa ni wa kwanza wa kukusanya Qurani. Kuna baadhi ya rejea ambayo hazimtaji hata Abu Bakar kama vile amefanya hiyo kazi, ni kama vile wanamsahau au wana labda desturi nyingine. Rejea ya kwanza ambayo inaeleza kwamba Uthman ndio alifanya hiyo kazi ya kuweka Qurani katika kanuni ambayo inatumika leo, hiyo iliandikwa na kwenye karne ya 9. Kwa hiyo imechelewa sana, imekuja nyuma sana. Changamoto nyingine ambayo ilikuwepo mwanzoni ni kwamba hawakuweza kutofautisha kwa dhahiri sana nini ambayo ilikuwa ni mafunuo ambayo yameteremshwa kwa Muhammad na nini ni mafundisho ambayo yeye mwenyewe alikuwa anafundisha. Na hiyo pia inaleta tuseme shida ya kutofautisha nini ni nini katika maandiko na katika Qurani yenyewe inavyoonekana. John Burton ni mtaalamu mmoja ambaye amefanya study hiyo, na katika kitabu yake The Collection of the Quran anaandika hivi: ripoti hizi ni mkusanyiko wa mkanganyiko, migongano na kutokuelewana. Kwa asili yake ni matokeo ya mchakato mrefu wa maendeleo, nyongeza na uboreshaji. Ziliundwa ili kujibu mahitaji mbalimbali yaliyokuwa yakitokea. Uwepo wa ripoti kama hizi unaonyesha wazi kwamba Waislamu walikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Hatua ya mwanzo ya mapokeo kuhusu ukusanyaji wa Qurani ilikuwa na maelezo yasiyopatana, yakihusisha ukusanyaji wa kwanza na Abu Bakar au Umar au Uthman, na pia tumeosoma kwamba kuna wengine waliamini kwamba ni Ali aliyoanza kufanya hivyo, pamoja na kwamba tunapata ripoti mbalimbali ya kwamba masahaba wa Muhammad pia walikuwa na Qurani zao. Unaona, kwa hiyo kulikuwepo inaonekana Qurani nyingi. Kuna mwingine mwandishi anaandika ambaye ni Gilliot Claude, anaandika katika andiko lake Creation of the Fixed Text, anasema hivi, ambaye ni sehemu katika andiko kubwa zaidi inayotumika kwenye chuo cha Cambridge. Kwa sababu matatizo yaliyoelezwa kuhusu uwasilishaji na ukusanyaji wa Qurani, iwe kwa njia ya kusomwa kwa mdomo au kwa kuandikwa, ni mkubwa sana. Simulizi za kale za Kiislamu kuhusu mambo hayo hazitoi ufafanuzi wa wazi kuhusu maana ya msahafu wa Uthman. Pili, hata kama Waislamu wanaamini kwamba Qurani tuliyonayo leo, yani ni Qurani ya Uthman au msahafu wa Uthman, uchambuzi wetu wa simulizi za Kiislamu kuhusu swala hili hawachi sisi na uhakika huo huo. Yani unaposoma rejea za Kiislamu hupati uhakika ya kwamba Qurani ya Uthman ndiyo yenyewe. Unapata tuseme pendekezo nyingi tu. Kwa hiyo picha tunayoipata katika maandiko ya Kiislamu ni kwamba watu wengi tofauti walihusika katika kule kukusanya hiyo Qurani, na
Qurani ambayo iliyopo leo inaonekana ilikuja kukamilika au kuonekana kama ilivyo leo nyuma katika historia, baada ya uchambuzi mkubwa sana na muda mrefu. Al-Bukhari ndiyo analeta tuseme simulizi ya mapokeo ambayo leo inakubalika na Waislamu karibu wote, ya kwamba Uthman ndiyo alitayarisha Qurani ambayo mpaka leo inatumika. Na alifanya hivyo kwa kuunganisha simulizi mbalimbali na kuyaweka katika simulizi moja, na akawaweka Abubakar, akamweka Umar na alimweka Uthman, wote hawa watatu ambayo ni maarufu sana katika historia ya Kiislamu kuhusika katika kuandaa hiyo Qurani ambayo leo inatumika. Lakini yeye kama mnavyojua aliandika maandiko yake mwishoni wa karne ya 9. Tukienda kwa Shia, wao kwa Shia, sio Shia, wao wanapendekeza kwamba Ali yule binamu wa Muhammad ndiyo alikusanya Qurani ya kwanza, na alifanya hivyo mara tu baada ya kifo cha Muhammad. Lakini msimamo huo kidogo ulipungua, na mwisho kwenye karne ya 10 wakakubaliana kidogo na Sunni kwamba walikubali mapokeo ya Sunni kuhusu Uthman na hayo mambo mengine, ingawa mpaka leo si kwamba wote wanakubaliana na hayo. Pointi ya video hii ni kuonyesha tu kwamba kumekuwepo, tuseme, kuna rejea nyingi zenye maelezo tofauti katika maandiko ya Kiislamu kuhusu ilikuwaje wakati Qurani ilikusanywa na kuweka katika kitabu kimoja, na kitabu kimoja ambayo itakuwa kanuni ya dini hiyo. Kwa hiyo picha ni pana zaidi kuliko yale ambayo mara nyingi tunasikia kwamba ni Qurani ya Uthman mpaka leo ndio hiyo hiyo. Inaonekana utawala wa Kiislamu waliamua kuleta simulizi ambayo lazima uikubali, na hiyo ndiyo iliyopo leo, inayosema kwamba Uthman ndiye aliyekusanya Qurani ambayo leo inatumika. Hiyo ni simulizi au ni kitu ambayo utawala ulileta na ulilazimisha watu kuikubali. Na kwamba ni Uthman alifanya hiyo kazi ni kitu ambayo inahojiwa sana na watu ambayo wanasoma rejea za Kiislamu. Inaonekana kwamba sio hivyo. Inawezekana kulikuwepo njia nyingine. Kwa hiyo video hii sikufikiria sana kuifanya, lakini nimeona kwamba ni vizuri kuifanya kabla tunakwenda kwenye Qurani ya Hajjaj, ambayo mimi naamini kwamba hiyo kidogo inaoana na historia na inaanza kutuleta katika muda ambayo inaonekana kwamba Qurani kweli ilikuwa inaandaliwa na kutengenezwa. Na nilipenda tuache hayo mambo ya mwanzo, yani kwa sababu hayo maelezo yote yanahusu, tuseme, mwanzo, muda wa mahalifa wa kwanza. Kwa hiyo ndio nilitaka nifanye hivyo. Kwa hiyo tunapoendelea sasa, tunakwenda kuangalia Qurani ya ambayo iliandaliwa chini ya Abdul al-Malik, na kazi aliyefanya hiyo kazi alikuwa ni al-Hajjaj. Na wengi wanaamini kwamba hiyo ndio Qurani ambayo ni msingi wa Qurani zilizopo leo. Kwa hiyo kama umefika mpaka mwisho, nashukuru, Mungu akubariki, na tutaendelea na Qurani ya al-Hajjaj tunapoendelea na vipindi hivi vya Qurani. Asanteni sana.